Wakati wa utangulizi niliwakumbusha masomo ya Dominika iliyopita, haswa somo la Injili, ambapo tumepewa mwongozo wa kila siku. Nisiseme kwamba ni sheria mpya, lakini ulikuwa ni mwongozo wa zamani wa wana wa Israeli, ambao Yesu alichukua nafasi na fursa akaketi mlimani. Naomba tuelewe kwanza dhana zima ya kuketi mlimani, kwamba aliketi kule kuongea kwa mamlaka, akiwakumbusha basi, mkitaka kuishi maisha ya kila siku mkafanye mambo haya, kwamba mkawe wenye moyo safi, mkawe watu wa rehema, mkawe watu wa kupatanisha watu, mkawe watu wenye huzuni kwa matendo yao mabaya. Maana kwamba ule mwongozo ulikuwa utuongoze mpaka Dominika ya leo. Yesu leo nimetangulia kusema kwamba anjaongea kwa wakati ujao. Wakati uliopita ametuashiria sisi, wewe na mimi. Nasema ninyi mitume wake hao ni sisi, ninyi chumvi, nyinyi nuru. Kwa sababu Yesu ametuashiria. Hebu ungeukia aliye karibu nawe, mwambie wewe ni chumvi, wewe ni nuru. Basi naomba tuanzie hapa. Kazi ya vitu hivi, nimesema kwamba mtu yeyote yule, hata anayeombaomba 200 300 huko njiani, ana uwezo wa kununua nini? Chumvi. Kwamba ni bidhaa ya kawaida sana kwa kila mtu. Unaweza kashindwa kununua muhogo au maandazi huko barabarani, lakini tuna uwezo wa kununua chumvi kwa sababu ni bidhaa ya chini sana, lakini inaonyesha umuhimu wake, kwamba hatuwezi kula chakula bila chumvi. Lakini ajabu ni kwamba tunatambua chakula hakina chumvi pale, basi ukionja ukasema mbona ladha sio yenyewe, niongezewe chumvi. Na maana basi kwa udogo wetu, kwa udhaifu wetu, tunaitwa na Yesu anakuambia wewe ni chumvi, ukalete ladha, kwa sababu kwa kawaida chumvi huleta ladha. Zamani chumvi ilikuwa ni ya kuhifadhia. Hata sasa hivi watu wanatumia chumvi kuhifadhi nini? Samaki, nyama, ipate kudumu kwa muda. Sasa wewe, naomba tumtazame hiyo kazi ya chumvi, ya kuleta ladha na kuhifadhi. Hapa naongea wana familia wote, kutoka hapa, vijana, watoto na mama, kina baba na bibi zetu na babu zetu, tuko hapa. Naongea na watu ambao tunatoka kwenye jamii, kuanzia ngazi ya familia kwenda kwenye ngazi ya kazi. Tunafanya kazi, kila mtu na kazi yake, mimi na kazi yangu ya upande. Hivyo basi wito mkuu Yesu ananiashia mimi, Albanas, wewe ni chumvi, ukafanya kazi ile ile ya chumvi, kazi ya kuleta ladha katika maisha yetu. Kinyume chake ni nini? Ina maana kwamba anapowaambia mitume nyinyi ni chumvi, ana wasiwasi kwamba ladha ile imepotea, au wengine tumepoteza ladha yetu. Hata kama tuna ladha kwa asilimia 50, wengi wetu tumepoteza, mpaka watu watasema, juzi tulikuwa tunafanya mzaa mtaani tu, mtu akaulizwa, hivi wewe ungepikwa kama chakula ungeoja kama mnyama gani? Wengine nasema kama kunguru, wengine yani nyama ambayo hazina ladha yoyote. Leo hivi tukiamua basi tutamtanua fulani hapa tumchinje, tupike nyama yake, atakuwa na ladha ile gani? Tunapokaa na watu kwenye kikao, unapozungumza, unaenda mvuto, unaponya watu, au unaenda kinyume na kwamba sisi ni wapatanishi? Kinyume cha upatanishi ni nini? Utenganishi. Hata wengine hapa ni watu wa kutenganisha watu. Hiyo basi wito wa leo, Yesu anataka watu ambao watatekeleza hichi ambacho tayari ametambulisha kwamba nyinyi ni chumvi, nyinyi ni nuru. Sasa nikawa najitazama mwenyewe, ni mara ngapi mimi nimekuwa ngiza kwa watu? Kwa sababu kazi ya taa hii ni kuleta mwanga, na ajabu ni kwamba tunapowasha taa hatuangalii taa, tumeshaona mwanga tayari, kwamba tunahitaji basi, hatuhitaji kuwa na sauti kubwa, cheo kikubwa, mamlaka. Tunahitaji tu washa na watu wapate kuona. Hii ni kwamba
mimi na wewe. Kuna mama yuko hapa, wewe baba uko hapa, hadi umesimama tu hapa, mtoto uko hapa, kijana uko hapa, kwamba kila mmoja wetu ambaye nitawapa baadaye mtihani wa kwenda nyumbani kuimba wimbo, mimi ni chumvi, mimi ni nuru, mimi nyumbani tunaenda kuimba wimbo kwamba mimi ni chumvi, mimi ni taa. Lakini naomba turudie somo la kwanza. Uhalisia wa maneno haya tunaupata kwenye somo la kwanza. Kama mmesikia somo la kwanza, Isaya anasema hivi: je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii, kuwagawia wenye njaa chakula? Naweza kujikumbusha ndugu zangu matendo ya huruma. Najua jana nilikuwa na watoto wa kumi la kwanza wa kipaimara, ukiingia kwenye mafundisho wanajua kuyakariri. Hebu tuyataje tu matatu manne matendo ya huruma, kwa sababu tumetajua la kwanza hapa, kuwagawia watu chakula. Nyingine naomba mnikumbushe nyingine matendo ya huruma kwenye katekisimu yetu. Nyingine ndugu zangu mpo? Mbona mnacheza basi labda inaweza kuisha. Nataka mnikumbushe matendo ya huruma matatu. Ya kwanza, kuwagawia wenye njaa chakula. Nyingine, kuwavika wenye wasio na nini? Wasio na nguo. Imeandikwa tu hapa. Unaonapo mtu aliye uchi umvike nguo. Nyingine, wenye kiu kwamba nini? Maji. Yapo 7. Hebu tutafakari hao matatu. Tutafakari hao matatu. Ni lini wewe kwa kujitafakari tu, sio nyumbani tu, hata ukapata unakwenda kwenye daradara huko mjini, hata wengine kwenye foleni unakuta wale vijana wanaombaomba tu. Mara nyingine tunakuwa wachoyo sana, hata kumpa maji ndio ndio sana, kuna joto sana, hata kumpa ile chupa ya maji tu, chupa hii chupa unywe, unapiga mahesabu, hii buku 10 ninayo haina change, yani unapiga mahesabu umejikwana hii change sasa ni nguvu 10 tu. Lakini ni kwamba tujitafakari, wale mara nyingi wananiacha kwamba wana njaa. Ni kweli wana njaa, wana kiu. Ndio kiu hicho, kwani si ni njoo tu, wanataka chupa ya maji ambayo nimeweka kwenye gari yangu, lakini tumeshapigia mahesabu hela yetu. Lakini tumeambiwa basi saumu ni kuwagawia wenye njaa chakula, waliotupa nje kuwakaribisha, wenye hawana nguo kuwavika nguo. Na nikirudia basi kwenye heri ambayo tumesoma juzi, kupatanisha watu, kufanya kwa moyo safi. Mambo haya ndugu zangu yanahitaji ukweli wa kila siku. Tuongeeni ukweli. Kuna wimbo tukisoma Zaburi ya 15, kuna wimbo mtamu sana pale, Bwana ni nani? Bwana ni atakaye katika wema. Naomba msikize stanza ya 2 na ya 3 inavyoenda kwa umakini. Ni mtu aendaye kwa ukamili, neno ukamilika wa Mungu zangu, na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake. Ni maneno tunaimba wimbo mtamu, lakini kuwawadithia kutenda haki. La tatu linasema hivi, na hili linatuhusu sana sisi ambao tumekuja kwenye misa ya pili: asiyesikia kwa ulimi wake, wala kumtenda mwenziwe mabaya, wala kumsengenya jirani yake. Tumsifu Yesu Kristo. Jana tumesengenyana, hatujasengenyana. Tumesengenyana sana, tunawasema wanatoka kwenye simu wala kumsengenya jirani yake. Bali tukapigiana simu, tunawasema watu huko kwenye simu, ulisikia, uliona? Ndio haya. Basi kama tunasengenyana, kuharibiana majina, ndugu zangu, ndio swala hili kwamba ladha yetu imeisha. Sijui tufundishana Kiingereza hapa kidogo. Kuna neno uchumviness, uchumviness. Hebu mwambie uchumviness, mwambie mwenzako uchumviness. Hii ni Kiingereza Kiswahili hiki. Yaani tunapoteza uchumviness. Unajua
lugha bana, sijui kitakuwa ni kihaya ama ni kichaka tunaongea hapa, lakini ninachotaka kusema ni kwamba uchumvi wetu, ladha yetu imekwisha, haipo tena, kwa sababu ya maisha yetu ya kila siku. Tujitafakari mambo ambayo ya kila siku tunakutana nao, watu ambao tunafanya labda kwenye taasisi za serikali, tunapokea rushwa, uchumvi naye unaisha. Mwambie mwenzako, dumisha uchumvi wako. Simuongee kwa sauti bana, dumisha uchumvi wako. Ndio mambo haya tunasikia. Nisiingilie mambo ya siasa, utekaji, mauaji. Unakuta kwamba kiongozi wa kisiasa, ule uchumvi umeisha. Mwambeni tukemee mambo haya ambayo yametupotezea ile nuru. Mimi ni nuru, mimi ni chumvi. Unyanyasaji, watu wenye roho mbaya, visasi vingi, migogoro katika familia zetu, ladha haipo tena. Leo ni mwaliko ndugu zangu, tudumishe hiyo ladha. Hata nikiongea masaa mawili hapa, jambo ni moja, kwamba mimi na wewe ni chumvi ya ulimwengu, kwamba Mungu ametuumba, ametujalia, tumebatizwa. Kwa sababu kuna swali moja, kwamba swali ni kwamba sisi ni chumvi, lakini kubakisha ile ladha, tumebatizwa ni jambo moja, tumepewa ishara zote hizi za mwanga, kitambaa cheupe, lakini kubaki kwenye hali ile zangu. Naomba tutafakari, hata nikiongea mpaka kesho, kwamba huu mwaliko unatuhusu. Tukumbuke kwamba tunaelekea kipindi cha Kwaresma, ndio tuna maandalizi ya kipindi cha Kwaresma cha kujirudi, lakini tunaanza mapema kujirudi, kwamba tujue sisi ni akina nani, asili yetu ni gani. Asiyesingizie kwa ulimi wake, wala kumtenda mwenziwe mabaya, wala kumsengenya jirani yake. Zangu, sijui mimi ladha yangu imeisha mpaka wapi, sijui nuru ninaoleta kwa watu imefikia wapi. Jumatano iliyopita nilienda Pugu kwenye msiba wa Padre Paul Sabuni, na baba askofu mkuu akahubiri, na pale mwishoni akawapa maaskofu waliokuwepo nafasi ya kuongea na waombolezaji. Akasimama askofu wa Bagamoyo Stefano Musomba. Nilipokuwa nimeketi, nilikuwa na mapadre, tumeketi tu kama kawaida. Askofu alizungumza kitu mpaka padre mwenzangu akaniuliza, hivi unaelewa anachokisema askofu? Akasema, tunapoishi maisha haya tuandae watu wa kutulilia tunapokufa. Ina maana kwamba ni waandae watu, nikiondoka tu wajue kweli tumeondolewa ladha. Sio kwamba watu wakafurahi kama nilivyokufa. Tujiandae sisi tutakapokuwa hatupo au umesafiri, watoto, mama, baba, wafanyikazi, watu unaofanya kazi nao, ama kutoka kitengo kingine kazini, watu wakasema kweli tumempoteza aliyekuwa chumvi na nuru. Maneno haya naombeni yaingie kwenye vichwa vyetu. Utakapoondoka, ni nani atatamani turudi? Na aliuliza wengi kwa maneno hayo Jumatano. Nitaomba tusimame tuimbe wimbo mmoja, nitakushukuru kwa vile nimeumbwa. Lakini ukiimba wimbo ule unajua kwamba umeumbwa kama chumvi na nuru ya ulimwengu. Kwani pigeni wimbo wa nitakushukuru